Chadema kuzinduliwa upya, na pengine siku ya leo tungetamani kwa uhalisi maneno yafuatayo. Leo ni siku ya kumbukizi la Chadema kuzinduliwa upya kama tumaini jipya. Miaka 20 iliyopita, tarehe 10 mwezi wa 8 ilipozinduliwa na kuzinduliwa huku haikuwa ni habari ya jina peke yake ambalo lilionekana vema litumike kipindi fulani. Kuzinduliwa huku kwa miaka 20 hiyo iliyopita ilikuwa ni wazo kuzinduliwa huku ilikuwa ni wazo, ujasiri na uthubutu wa wenzetu waliotutangulia katika kujitathmini na kukubali ukweli kwamba kwa yale ambayo wamejifunza au walijifunza toka chama hiki kimeanza yalikuwa ni msingi tosha wa kuitengeneza Chadema nyingine mbele tena. Na hivyo Chadema tumaini jipya kimsingi ni ujasiri na uthubutu wa hali ya juu sana wa tendo la wenzetu kujifunza safari ya kisiasa iliyoanza mwaka 1992, halafu miaka mbele baadaye ndipo pakatokea mabadiliko makubwa sana ambayo yameishi kwa miaka 20 hadi hivi leo tunaweza kwa ujasiri kusema tumevuka kutoka kile kilichoitwa Chadema tumaini jipya na sasa tunasema Chadema ni tumaini kuu kama chama kikuu cha siasa katika nchi yetu. Kwa hivyo siku ya leo ipate kibali kwetu tuliopo hapa na kwa mamilioni au maelfu ya ambao watakuwa wanatuangalia na watakaoangalia video hii, ambapo tutakuwa na masimulizi, na kimsingi siku ya leo tumeiandaa kwa masimulizi. Kwa hivyo ninyi mliokuja na wale wengi ambao watafuatilia live au wataiangalia video hii, leo ni siku ya masimulizi. Leo ni siku ya kwa hiyo mmekuja kusikiliza masimulizi ambayo bila shaka yatatupa nguvu, yatatupa uelewa na yatabaki katika kumbukumbu kwa njia ya kiteknolojia, ili tuiishi hiyo Chadema ambayo ni tumaini kuu kama chama kikuu cha siasa hapa nchini. Niwape simulizi hili dogo ili muelewe maana hii siku ya leo kwa hii miaka 20. Hili simulizi mimi niliwahi kulisoma katika Biblia, ya hadithi linalohusu wana wa Israeli walipokuwa wamelijenga tena hekalu lao ambalo lilikuwa limebomolewa. Hekalu lilikuwa limejengwa na Mfalme Suleiman alafu likabomolewa. Sasa kuna vijana wakaibuka pale alafu wakalijenga. Sasa siku walipokuwa wanalizindua, kulikuwa kuna makundi mawili. Kulikuwa kuna vijana ambao wakati ndio walioongoza kulijenga lile hekalu. Sasa ile siku ya uzinduzi kwenye ile sherehe, wao walikuwa wanashangilia tu ile pi hea le hea, wanashangilia na kufurahi. Alafu kwenye kona pembeni kulikuwa kuna kikundi cha wazee ambao hawa wazee walikuwepo kwenye lile hekalu la zamani, baadaye likavunjwa. Sasa wakawa waliona hili ambalo limejengwa tena na vijana, alafu ndio linazinduliwa sasa ile siku. Sasa wakati hawa vijana wanashangilia na kusema tumejenga, wale wazee wakawa washangilia, wanalia, machozi yanawatoka, wanalia. Na kwa nini walikuwa wanalia? Walikuwa wanakumbuka lile hekalu lao la zamani, uzuri wake. Lilijengwa na Mfalme Suleiman. Wakati alijenga, watu walipelekea dhahabu, lilikuwa fantastic, zuri sana. Sasa
unabii ukatoka katika kule kulia kwao. Maana ukisoma ile hadithi wanasema kilio chao na kilio cha walioshangilia kilikuwa, yani vyote vilikuwa vikubwa mpaka vilingana, yani sauti zao zikasikizishana, yani wanaolia na wanaoshangilia sauti zilifanana, yani kwa ile kelele. Ndio baadaye Mungu akatoa unabii akupitia nabii wake pale, akaambia jamani, msilie kwa sababu hili hekalu hili, utukufu wa mwisho wa safari hii kuna uwezekano utakuwa mkubwa. Wana masimulizi sio ya kucheka, sio ya kufurahisha. Ni miaka 20 ambayo waliokuwepo 2006 tarehe 13 mwezi wa 8 hawapo leo. Wamekufa, wamechinjwa. Huenda walitamani kuona Chadema ikishika dola, walitamani wangekuwa wabunge, wangekuwa madiwani, walitamani katiba mpya ingepatikana. Huenda hawapo. Alafu wengine wale walioanza safari wako hapa. Mimi ninawashukuru sana wazee. Nimejifunza kitu leo. Kama kuna kundi la kwanza ambalo limefika hapa saa 9, mimi nimeingia hapa, ni wazee. Ndio niliwakuta humu ndani, wazee ndio niliwakuta humu ndani. Na mimi nilivyoona tu nikasema hawa wazee wanaelewa tulikotoka, wanakumbuka miaka 20. Hawa ndio humu ndani watakuwa wakati vijana pipi, hawa watakuwa wanalia, yani wanalia machozi, wanakumbuka hii safari. Haijawa safari nyepesi, haijawa safari rahisi. Lakini mimi niwatie moyo wanachadema wenzangu na Watanzania wote mnaotusikiliza na mtakaoiangalia video hii, utukufu wa mwisho wa chama hiki utakuwa mkubwa sana kuliko utukufu wa kwanza. Na kazi yetu hii si bure. Kwa hivyo leo ni siku ya masimulizi. Na katika masimulizi haya nimemwomba aliyekuwa katibu mkuu wa kwanza wakati chama hiki kinajiumba na kuwa Chadema Tumaini Jipya, tumemwomba rasmi kabisa kadi iliyosainiwa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2006, kadi namba 52 ya Dr. Wilbrod Peter Slaa. Hii kadi sasa itaingia kwenye hifadhi ya kumbukumbu za chama. Hii hapa. Kwa tumelaminate kabisa, tumeiweka hivi. Na isubiri ya John Mnyika, na yenyewe nitaichukua. Nitakapoichukua kwenye siku nyingine nitakuja kuwaambia kwamba nimeichukua kadi yake tayari na itakuwa kwenye hifadhi za chama. Kadi za zamani zilikuwa hizi hapa. Hizi hapa zilikuwa za namna ile, na katiba ya 2006 ambayo ndio tukahama ilikuwa ya sura hii hapa. Zote hizi zitakuwa katika kumbukumbu zetu. Na masimulizi mengi ambayo mtakuja kuyaona. Bendera yetu kabla hatujahama ilikuwa hii hapa. Naomba muione jamani. Unaiona hii bendera yetu? Hii hapa. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa bendera ya chama chenu. Sasa tutapata masimulizi nini kilitokea, mpaka tukahama ghafla puf tukaingia kwenye hii bendera nzuri sana inayopendwa na kila Mtanzania. Kwa tutapata haya masimulizi, na tunataka masimulizi haya yaingie kwenye rekodi na kumbukumbu zetu. Kwa hivyo ninawashukuru sana, asanteni sana kwa wote ambao mmefika. Ninyi mnawakilisha mamia na maelfu. Karibu sana ndugu Steven Mbogo. Asante kwa maandishi mengi ambayo umekuwa. Naomba tumpigie makofi ndugu Steven. Umekuwa unaandika maandishi mengi sana, tumekuwa tunayatumia, na ninatambua kuna kazi ambayo inaendelea. Katibu mkuu aliniambia na alinijulisha kuna kazi fulani ambayo inaendelea ya kwako na Dr. Slaa. Basi tunashukuru, ninaamini hiyo kazi katika wakati sahihi itafika kwenye ofisi ya katibu mkuu, alafu tutaiangalia. Kwa hivyo niwakaribishe tena, na pengine kabla kama nilivyoeleza, ni siku ya masimulizi. Kwa hivyo kabla sijakaribisha watu wawili muhimu sana, ninaomba nimkaribishe rafiki wa chama chetu kwa dakika chache tu. Nadhani tukimpa dakika 5 zinaweza kujitosheleza. Ni mzee, kwa hiyo akizidisha
sitamkatisha, lakini na mimi hatazidisha sana. Kwa hivyo naomba nimkaribishe rafiki wa chama chetu mzee Jenerali Ulimwengu. Karibu sana. Miaka 20 hii mpaka hapa tulipo, unatuonaje? Una nini cha kutuambia? Tunatamani tuyaishi maono na makusudio ya kuanzishwa kwa chama hiki, tusidilute safari na misingi na misimamo ambayo ndio imekifanya chama hiki kiwe tumaini, na leo ni tumaini kuu kwa Watanzania. Mzee Jenerali Ulimwengu, karibu sana. Naomba tumpigie makofi. Karibu sana. Habari za jioni ndugu zangu. Le salamu za chama sijajifunza vizuri, nikizipatia siku nyingine na mimi nitapiga hapa hizo salamu, nisije nikaharibu mambo ya watu. Ndugu zangu, napenda niwashukuru sana kwa kunihusisha katika kumbukizi hii muhimu sana inayo tathmini safari iliyopitia Chama cha Maendeleo na Demokrasia, cha Demokrasia na Maendeleo. Unaona sasa nachanganya mambo. Kukumbushana historia yenu. Wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaanzishwa, mimi nilikuwepo. Sikuwa ndani ya waanzilishi wa Chadema, lakini nilikuwa karibu sana nao. Ni watu ambao nilikuwa nawafahamu kwa njia nyingine ambazo si za kisiasa, lakini njia ambazo zilikuwa zikituweka pamoja. Na baadhi yao bado nawakumbuka. Wa kwanza ni mwenyewe muasisi Edwin Mtei, ambaye kwangu mimi ni baba mkwe, na mwenzake Colonel Geoffrey Mareale, ambaye alikuwa ni baba mkwe vile vile, na wengine waliokuwa pamoja nao. Mmoja wao alikuwa ni kijana Freeman Aikaeli Mbowe, ambaye alikuwa ni kijana mdogo kuliko mimi, lakini tukiwa katika rika ya pamoja ya ujana katika uchekibobu wetu wakati huo. Na wengine wengi. Mtu mmoja maarufu sana ambaye umaarufu wake labda haujawahi kuelezwa vizuri, ingawaje sisi tulimfanyia mahojiano akiwa ni kiongozi wa Chadema, na tukaandika katika gazeti la Rai ndani ya safu ya mwanasiasa wa Rai, na kwa mara ya kwanza watu wengi wakajua kwamba kumbe huyu mtu Bob Makani jina lake ni Muhammad Ali Nyanga Bob Makani. Huyu bwana kumbe ni Muislamu, jina lake Muhammad Ali. Lakini jambo jingine hawakujua kabisa, kwamba yule bwana lanki yule anaonekana na milonjo ile mirefu, anatembea kama anataka kudondoka, alikuwa ni ndani ya futiboli, alikuwa ni center half mkali sana, na amecheza kama center half akicheza katika mashindano ya Gossage, yale mashindano yalikuwa yakijumuisha nchi za Afrika Mashariki tangu wakati wa ukoloni, lakini akiwa center half wa timu ya Uganda. Kwa nini?
kwa sababu mtu aliyekuwa akisoma hapo alipokuwa akisoma, ikifika wakati wa Gossage hana haja ya kurudi kwao akachezea timu ya nyumbani, anachezea timu ya hapo hapo anaposomea, na yeye alikuwa anasoma Makerere, kwa hiyo akawa ni center half wa timu ya Makerere. Hayo yote tumeyazungumza wakati tukikaa mahala fulani tunakunywa juice. Kama unaamini jambo kama hilo. Na watu wengine, kina Victor Kimesera ambaye alikuwa ni mtu mmoja maridadi sana na mtu aliyependa kuwaburudisha watu na kuwastarehesha, na wengine kaja kukutana nao baadaye, akina Wilbrod Slaa na wengine. Halafu nikaja kukutana na vijana sasa wengine kiacha Freeman Mbowe. Na wakati wote nimeweza kutambua ndani ya Chadema uwezo mkubwa wa kugusa watu ambao wana maono, hata kama ni vijana wadogo, maono ya kusaidia nchi yetu kuendelea. Na wakati huo mwanzoni mwa miaka ya 90 tulikuwa tunaona nuru fulani ya mwelekeo wa Tanzania kisiasa. Mimi nilikuwa nimeingia bungeni wakati ule tangu mwaka 90, na niliingia bungeni kwa utashi wangu wa kuingia bungeni kuchangia pamoja na wenzangu maendeleo ya vyama, mfumo wa vyama vingi ambao ulikuwa umezuiliwa tangu mwaka 1965, na sasa tulikuwa tunaanza kujenga upya utamaduni wa vyama vipya. Na watu wengi sana, hata sisi tuliokuwa bungeni, hatukuwa tuna uhakika hivi vyama vitakuwa na sura gani. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda kuangalia kama tunaweza tukachangia huu mfumo uweze kutuletea mafanikio makubwa zaidi katika uendeshaji wa shughuli zote za kiuchumi, za kisiasa, za kijamii na kadhalika. Kwa hiyo Chadema nimeiona Chadema ikianzishwa pale hoteli iliyokuwa ikiitwa, haipo siku hizi na inawezekana nimeisahau vile vile, kwa ikiitwa nini ile Motel Ajeb, wakati mzee Mtei anaitisha press na kuambia habari ya Chadema. Sisi watu wa media tulikwenda pale na tukawa tunamuona jinsi anavyofanya vile. Nilikuwepo siku hiyo, na watu wengi waliokuwepo wakati ule bado nawakumbuka. Na basi imekuwa ni sehemu ya learning curve, ni njia ya kujifunza jinsi Tanzania ilivyoenenda katika kukumbatia siasa za vyama vingi. Baada ya kukaa muda mrefu, tumezoea ni chama kimoja toka mwaka 65. Kwa hiyo napenda kuambieni kwamba ninashukuru kwa kunikaribisheni hapa ili niweze kujumuika nanyi. Nadhani baadaye kidogo, sijaona program yenyewe ya leo, nadhani tutakuwa na mjadala wa swala jingine ambalo linahusu katiba, na hivyo ndivyo ninavyofikiri. Kama sivyo nitakwenda mnavyotaka, lakini kama hiyo itakuwepo, nitakuwa na muda mwingine tena wa kueleza mawazo yangu kuhusu mada yenyewe inayohusu masuala ya katiba. Asanteni sana na watakieni shughuli njema jioni ya leo. Asanteni sana.
Asante sana mzee Ulimwengu kwa masimulizi hayo mazuri yanayothibitisha kwamba kweli wewe ni rafiki wa chama hiki kwa yale ambayo unayafahamu. Leo ni siku ya masimulizi, kwa hivyo ujiandae kuyasikia masimulizi. Katika miaka hii 20 ziko nyimbo ambazo zimerindima sana kwenye masikio ya Tanzania. Na katika miaka 20 hii ilianzishwa operation maarufu sana. Na pengine mkiusikia wimbo huu mnaweza mkakubaliana nami kwamba ni moja ya kionjo kizuri sana ambacho kilitokea. DJ, hebu naomba uweke wimbo maarufu sana wa Operation Sangara. Naamini utakuwa ulipatikana ule wimbo. Operation. Aha. Okay. Sawa. Basi ninaomba zitafutwe zile nyimbo ambazo zilibeba umaarufu mkubwa sana katika kipindi hiki ili ziwe kionjo kizuri katika kumbukizi la siku ya leo. Sasa nichukue fursa hii kumkaribisha mtu wa kwanza kabisa ambaye atatufanyia masimulizi. Ndugu Lienda, tafadhali. Karibu stage. Lienda ni idara kutoka Kinyigo. Na mtu wa kwanza kabisa ambaye atafanyia masimulizi ni fursa hii kwa kabisa kumkaribisha katibu mkuu mstaafu ambaye 2006 tarehe 13 mwezi wa 8 alikuwa ni katibu mkuu wa kwanza wa mabadiliko hayo ya kuzaliwa upya na kuzaliwa upya. Naomba makofi kwa Dr. Mwigulu Peter Slaa. Kwa dakika 15 ni waombe basi mliopo hapa na mnaofuatilia live tuweze kusikiliza masimulizi haya. Karibu sana. Asante Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa chama chetu. Asante sana Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama John Mnyika. Naona leo tupo na Dr. Karibu sana. Habari ya kwako baba? Mimi niko mzima. Ndio. Chache zilizopita afya ilitendeka nini. Mungu nimerudi sawa. Okay, asante. Dokta, ulikuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mwaka 2004 nadhani. Lakini ulijiunga na chama mwaka 95. Tunapenda kusikia simulizi yako leo. Namna gani, kwa nini uliingia Chadema, lakini ulivyohudumu nafasi ya ubunge na kushiriki vikao mbalimbali vya chama mpaka ukawa katibu mkuu wa chama, na leo tunasherehekea kumbukizi ya miaka 20 ya Chadema kuzaliwa upya, ambako kama alivyosema naibu katibu mkuu, tulitoka kwenye bendera hii hapa tukaja kwenye bendera hii, chama kikapata katiba mpya, mabaraza ya chama yakaanzishwa. Wewe ndio ulikuwa katibu mkuu, ndio ulikuwa mtendaji mkuu wa chama wakati mambo haya yanafanyika. Tungependa utupitishe kwenye hiyo simulizi yatokea kabla ya mabadiliko yajafanyika
wakati yanafanyika, nini mliona kinapaswa kibadilike sasa hivi mpaka katiba mpya ikapatikana ya chama na kuendelea mbele? Karibu sana. Asante sana. Naomba niweke silaha zangu chini kwa sababu nilikuwa nimejiandaa kwa sura tofauti, lakini hamna kilichoharibika. Karibu sana. People's Power. Nilienda kama ulivyosema, ni kweli mabadiliko yalifanyika mengi kipindi nikiwa katibu mkuu, nikiwa na vijana wangu kazi hapa Sawa. John Mhika. Katibu mkuu anaweza kubeba sifa, lakini katibu mkuu kazi yake ni kuagiza, nenda nifanyie hiki, nitengenezee hiki. Kazi yote alifanya John Mhika. John Mhika, nadhani Chadema ina mengi ya kumpongeza. Kwa sababu gani? Kumbuka wakati tunafanya haya mabadiliko, tulikuwa tunatengeneza sera, tulikuwa tunatengeneza ilani, tulikuwa tunatengeneza katiba yenyewe. Yule kijana ile kichwa chake, nafikiri tumshukuru Mwenyezi Mungu. Najua mimi binafsi nina deni na Mhika, sitalisema hapa, lakini nishamahidi kwamba nina deni. Deni tutafuta namna ya kutekeleza siku fulani. Sasa wakati huo, kama mlivyoonyeshwa hapa bendera yetu, na siwezi kusema ni haya, ile bendera ndio hiyo. Baba yako ni mama yako tu, hata hawezi si baba yako ni mama yako tu. Huwezi mgodi baba mwingine au mama mwingine ukamgodi ukafanya ubaya. Wazee wetu walitupatia ile bendera, kama mliona ina rangi moja tu na vidole viwili. Sisi tulifurahia, tulikuwa vijana wakati huo, tulifurahia sana, lakini haikutuchangamsha. Mhika na vijana wenzake waliona hii bendera iko dull. Samahani nikitumia, sio kwa maana ya ubaya wa hilo neno. Vijana daima wanataka vitu vilivyochangamka. Vijana hata hapa tukikaa kimya hawafurahi. Vijana wanataka kurukaruka saa zote. Ndio maana bendera mpya iliyozaliwa, nadhani leo hata vyama vikongwe vinaifurahia ile bendera yetu. Imechangamka, bendera yenyewe inaongea. Ile nyingine ya kwanza ilikuwa haiongei. Najua tulipata ugomvi na Mhika ndiye alihimili sana ule ugomvi, pamoja na Mheshimiwa Mbowe wakati ule, kwa sababu mkitazama bendera yetu ya leo, sijui kama hapa iko hii hapa. Sasa ukitazama pale kuna vidole viwili, lakini mwanzoni kulikuwa na dhamira ya kuwa na ngumi, ili tukisema People's Power ni chama cha mapambano. Chama cha mapambano, huwezi kwenda kukomboa nchi kama upambano, huwezi kushinda kama hamna. Kwa hiyo ngumi ikatuletea ugomvi mkubwa sana wakati ule. Wazee wakasema, sasa nyewe vijana mnatuletea vita. Lakini Mhika hakuogopa, hakurudi nyuma, na akaitetea kweli kweli. Bahati nzuri tulikuwa na wazee pia wakati ule ambao walipiga kifua na haya
center right party. Center left party wengi walikuwa hawajui. Na nadhani hata leo tukiulizana hapa wangapi wanajua kitu kinachoitwa center right, center left party. Sijui wangapi hapo watashinda mtihani. Naomba tumpigie makofi katibu wangu. Wao ndio walikuwa vijana, wao ndio walikuwa wanaleta mawazo, wanafanya utafiti, wao ndio wanafanya. Katibu mkuu ni kazi yangu ilikuwa kupokea tu sifa. Nilijaa sifa ndani ya neno kwa kiasi fulani na chini. Kwa mapambano haya, ukitazama katiba ya Chadema, lakini haikuishia tu kwenye sura. Haikuishia kwenye sura. Actually, ukitazama kwa undani sera za Chadema, hata sisi tulichallenge. Ilikuwa chapa dola. Lakini kama ingekuwa tunaenda kushindana kwa sera, sisi tungeweka pembeni. Na wengi wenu wala hamjui, sina hakika kama bado ipo, Mnyika labda atanisaidia, kama ile barua ya Mwalimu Nyerere bado tunayo. Mwalimu Nyerere alituandikia barua akiisifu Chadema kwa kuwa na sera bora. Nitajaribu kumuuliza Mnyika wangu baadaye na kina Antonia, nimemwona sekretari wangu wa enzi zile. Ile barua naamini bado tutakuwa nayo mahali fulani. Lakini tulipata barua ya Mwalimu. Hakuna chama baada ya yeye alikuwa na chama chake CCM, sio? Lakini sisi ndio chama ambacho ilikuwa kwenye moyo wake. Jambo ambalo ilituweka kwenye ngazi ya juu tokea wakati ule. Kwa hiyo jambo moja kubwa ambalo lilitunyanyua haraka, sisi ni chama kipya. Chama kinaanzishwa na kusajiliwa 92. Alafu ghafla Watanzania wanaipokea. Ni kwa sababu ya vichwa vya hivi vijana walioletea ubunifu mkubwa wa kuanzia na sura ya bendera yetu. Ubunifu mkubwa ulioanzia na hii bendera. Kuna sehemu nyekundu pale, sijui kama umeiona. Ndio. Tukafitiniwa sana. Tulifitiniwa sana kweli kweli kwamba mnataka kumwaga damu. Nyekundu ni alama ya damu, sio? Kwa Chadema mnatuletea vurugu, mnataka kumwaga damu. Wale vijana na kamati zao walipokaa, kulikuwa na kamati kadhaa. Mnyika ningetamani kama ndicho mlichotaka ningerudi kwenye kumbukumbu, lakini mimi nimeandaa kitu tofauti. Sasa jukwaani lienda analeta kingine. Lakini akili ya vijana wetu ilikuwa inachemka toka mwanzo. Wakatuambia, jamani, mnadanganywa. Kwani majimaji wazee wetu hawakupigana? Wazee wetu si walienda kwenye vita? Kama walienda kwenye vita, kwa nini tusiwape heshima hawa wazee? Walienda kwenye vita wakapigana, na leo tumekuta nchi yetu iko salama kwa sababu ya wazee wetu waliopambana. Wasingepambana leo labda Mjerumani angeshachukua sehemu. Labda Mbelgiji kama alivyochukua kule Rwanda na Burundi kule. Labda Mbelgiji naye angechukua sehemu yote ya magharibi ya Tanganyika wakati ule. Lakini vijana walisimama sasa, bado hiyo rangi nyekundu hiyo tunaitaka, na rangi nyekundu ni ishara kwamba wazee wetu hawakukubali na unyanyasaji, wakamwaga damu yao, ndio leo sisi ni nchi huru. Kwa hiyo rangi yetu ambayo sisi walitaka kuipotosha na kuipoteza, rangi yetu imebaki mpaka leo. Lakini kitu kikubwa zaidi ambayo mwanzoni nayo ilikuwa ngumu kueleweka na kilipingwa, na hii mpaka leo watu wa CCM hawaipendi, hii sehemu ambayo ina vidole viwili hapa. Vidole viwili vyenyewe kwanza vilileta utata mkubwa sana. Sisubutu hata kuonyesha maana ya vidole viwili hapa. Sijui vijana nadhani wataelewa. Watu wazima nikitamka utanifukuza hapa mara moja.
Sasa achana na vidole viwili, chukua weupe. Weupe maana yake nini? Nini? Weupe ni nini? Sasa weupe, usafi. Kwenye madhehebu ya dini, mimi ni padri wa kanisa Katoliki mstaafu. Wengine hawajui kumbe. Nilikuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu mpaka mwaka wa 90 tulipompokea baada ya papa, nikaondoka. Na niliondoka kwa principle moja tu. Nikawaambia maaskofu wangu, theolojia mnayotaka kuniambia leo sio theolojia mlionifundisha nikiwa seminari. Kwa heri, naondoka. Kwa sababu niliibiwa. Wakati ule haikuwa hela nyingi sana. Waliiba milioni 18 tulizogundua mwanzoni. Wakaenda kujenga baa moja kubwa sana kule kwenye makao ya jeshi kule. Unapoenda pale airport, mbele kidogo kuna barabara kwenda kushoto. Okay. Sasa siri ya kuondoka sio hiyo. Siri ya kuondoka, kumbe niliyemwajiri mimi bila kujua ni mdogo wa baba askofu. Sasa baba askofu akaungana na wenzake, nikabaki na mwenyekiti wangu Askofu Isuja na Askofu Lebu. Wale ndio walinishika. Lazima hawa wameiba, tuwapeleke mahakamani. Wale wengine wote wakasema hapana, hatuwezi kuwapeleka mahakamani. Sasa the story is longer, sitaki kueleza hiyo, sio mada yetu. Sahihi kabisa. Lakini matokeo yake nini? Kaambia maaskofu, mimi sasa theolojia ya kanisa Katoliki niliyojifunza inaniambia, na ndio dhambi pekee. Bahati mbaya watu wengi wanafikiri kuzini ndio dhambi kubwa katika madhehebu ya dini yetu. Kumbe dhambi kubwa ni usiibe. Kwa sababu ukiiba ukaenda kuungama kwa padri, anakuambia rudisha kwanza ulichoiba, alafu ndio kaungama. Umeshairudisha. Kwa hiyo nikamwambia haya, asanteni, kwa herini. Msingi wangu ulikuwa huu. Sasa maana yake nini hiyo? Sisi tumesimamia misingi thabiti. Na huo msingi thabiti kama nilivyoeleza, usafi wa moyo, nyeupe. Nyeupe ndio alama ya utakatifu. Hata mkienda makanisa karibu yote ya Wakristo, hata kwa Waislamu sina hakika sana, sijaingia msikitini nikaangalia sana, sijacheki, sina hakika kama alama nyeupe. Lakini kwa Wakristo wote alama nyeupe ina maana. Chadema kinamnyika kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu, wakatuwekea nyeupe, ikafuta hata ile alama nyekundu wenzetu waliotaka kutupiga nayo, ile ikafunikwa kwa sababu tuna nyeupe, usafi wa moyo. Na ndio maana Chadema mpaka leo, mpaka kesho itasimama, kwa sababu angalia nyeupe inavyopendeza. Nyeupe ikiwepo mahali, na amani inakuwepo, upendo unakuwepo, na Mungu anateremka kutoka anakoishi. Naamini Mungu anaishi mbinguni, anateremka anakuja kukaa na yeye, kwa sababu yeye ni watu wa amani. Sera zetu, nadhani kama sikosei, ibara ya 7. Mnyika kama nimesahau nisaidie, au ya 5 kama nimesahau. Siku hizi nimesahau, sisomi sana. Kuna watu hawajui kitu tunachoita center right na center left. Katikati kulia, katikati kushoto. Sawa? Ndio sera za dunia nzima zimegawanyika hivyo. Lakini Tanzania bahati mbaya hatukufundishwa sana hayo mambo. Hata sisi Chadema hatukufundisha sana watu wetu. Na nakiri kwamba ni kweli hatukufundisha sana watu wetu. Lakini maana yake nini? Kuna watu wako katikati, uchumi wao ni uchumi huria. Lakini uchumi huu huria hauegemei kwenye socialism kama ya Nyerere. Ya Mwalimu, yeye
Kama kuna Wakatoliki hapa, nadhani mnajua kwamba kuna wengine saa hizi tunakazana kumtangaza Mwalimu kuwa mtakatifu. Nadhani watu wa Dar es Salaam mnajua hilo. Pamoja na matatizo yake mengi, yale ni matatizo yake yeye. Unapotafuta mtakatifu katika kanisa Katoliki, kuna vitu vya kuangalia. Kwa hiyo ule utakatifu wetu, ile sera yetu peke yake inatudistinguish, inatuweka pembeni ukitulinganisha na nchi nyingi. Ile sera inatuweka, na ndio maana tunapopiga kelele leo, na uhalali wa kupiga kelele leo, tunapopiga kelele, serikali yetu inazungumzia ujenzi wa barabara, ujenzi wa reli, sio? Lakini watoto wetu wamekufa. Na hatusemi reli ni mbaya, hatusemi sio muhimu, barabara hatusemi sio muhimu. Vyote hivyo ni vitu muhimu, sio? Lakini ni juu ya utu wa binadamu. Utu wa binadamu uko juu kuliko kitu kingine chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa sisi tukasimama, kwa sababu sera zetu za kati pamoja na wahisani wetu mbalimbali, sina hakika, sijaangalia listi ya mwisho sasa hivi wahisani wetu kina nani, lakini kwa muda mrefu sana tumekuwa na watu wa conservative wa Uingereza, tumekuwa na watu wa Ujerumani, tumekuwa na watu wa Uholanzi, wote sera zao na sisi zinalingana. Sisi mkajaribu kutusumbua siku moja, sijui Mnyika kama tulikuwa pamoja. Ile siku sitaisahau. Nifanye semina pale Bagamoyo. Kinana amekazana kabisa. Ananiambia, kumbe nyinyi mnaleta wageni hapa, alafu mnatuuza nchi. Sasa tumeenda kwenye chai. Sisi tuko chumba hapa. Sisi mna watu wa socialist wa Uingereza wako hapa. Kumbe na wewe una watu hapa. Mbona ulikuwa unanivamia? Mbona ulikuwa unanisema? Tokea pale Kinana hakurudi tena kutusema Chadema. Kwa sababu tulimfundisha kwa matendo. Lakini mimi sijui kama ni akili yetu ilikuja au Mungu alituonyesha. Mimi naamini ukimfumania mtu kuna mkono wa Mungu pale. Dokta, kabla hujahama kwenye pointi nyingine, Dio, kuna kitu umekizungumza kwamba kati ya vitu ambavyo vilibadilika ni ule mrengo wa katikati kulia, ndio ikawa sera yetu mpya. Tulitaka kufahamu hapo awali mrengo wetu ulikuwa ni upi, na kwa nini mliamua kutoka kwenye mrengo huo na kuja mrengo wa katikati kulia? Labda nisingesema, labda nitakuwa nimekupotosheni kwa kusema kwamba tulikuja kupokea hii. Kumbuka Mzee Mtei alikuwa gavana wa benki. Kumbuka Bob Makane alikuwa msaidizi wake. CCM ilikuwa na sera inayoelekea kwenye ukomunisti, ujamaa, lakini basically ni ukomunisti. Yeye ambao hamkuishi maisha kama tulivyoishi sisi, nadhani hata hutaelewa ninachotaka kusema. Mimi nimeishi pale Karatu kwa sababu vijiji vya mwanzo vya ujamaa vilianzia Karatu. Saa 12 asubuhi kengele inapigwa. Kijiji kizima mnapaswa kutoka, mnaenda shambani. Na shamba ni la pamoja. Hakuna shamba la mtu mmoja mmoja. Shamba yote ni ya jumla. Tunalima pamoja. Saa 5 asubuhi. Nimeishi hayo maisha. Sio nazungumza nimeyasoma. Hapana, nimeishi. Sisi tulikuwa na vijiji vitatu vikubwa sana vya ujamaa Karatu. Majina si muhimu kwa sababu hamtayashika anyway. Sasa wakati huo tuliishi ule ujamaa kama ulivyo China na ulivyo Russia ya wakati ule. Kwa hiyo mali yangu ni mali yako. Hakuna mtu anayekuwa na shamba lake peke yake. Sasa saa 5 kengele inapigwa, mama anarudi nyumbani kwenda kuwapikia watoto. Ujamaa kabisa kama watoto wa shule.
Saa 7 kamili tunaenda kula nyumbani. Saa 8 tunarudi kwenye shambani tena. Ratiba kama watoto wa shule. Mtei na Bomakani hiyo sera walikataa. Okay. Sera yetu ni sera ya uchumi. Kule mwanzoni sera ya uchumi haikuwa very clear katika documentation ya mwanzo. Mwalimu katika barua tuliyopata, ile barua niliyosema kwamba mwalimu alituandikia barua, moja ya vitu alivyotusifu Mwalimu Nyerere ni sera nzuri ya Chadema. Kwa maana hii sera ya kati, haiendi extreme wala extreme ya upande ule. Okay. Okay. Kwa hiyo tangu wakati wa mzee Mtei na baba yetu mzee Makani. Okay. Okay. Ilikuwa ni mlengo wa kati. Mlengo wa kati. Okay. Ndio. Kwa nini mliamua iwe kati kulia sasa? Kati kulia, ukienda sasa kwenye undani wa hizo sera kwa wenzetu. Kati kulia ndio viongozi wale kama kina Trump. Tanzania, na kama mnajua sijui, sisi rafiki yetu Marekani ni Trump. Sisi partner wetu Marekani ni chama cha Trump. Watu wengi hawaielewi hiyo. Na ndio maana Chadema kwa muda mrefu sana makao makuu ya DUA yalikuwa Tanzania kwa muda mrefu sana. Okay. Sikumbuki tuliacha. Kwa sababu hizo kwamba sera zetu ni kati kulia. Okay. 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 Sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu mstaafu wa Chadema, tukapata hiyo katiba mpya yenye falsafa mpya ya chama na mabadiliko kama hayo yaliyofanyika. Wewe uliona yana manufaa gani kwa chama? Yaani kweli uliona mabadiliko hayo yalikuwa yanatija na haujawahi kujutia hayo mabadiliko mlioyafanya? Au kunafanya mabadiliko mkaona no, japo tumefanya mabadiliko lakini nadhani kufikiria vizuri? Mbele ya Mungu, bahati nzuri mimi nimesoma Ulaya. Baada ya seminari nikapelekwa Roma, nikapata PhD yangu kwenye sheria za kanisa Katoliki. Lakini katika kipindi hicho cha kukaa Roma, nimeishi Ujerumani, nimeishi Netherlands, Uholanzi, nimekaa Austria vile vile. Nimeishi na kuona kwa matendo hizi sera nazosema, sera za kati kulia, kati kushoto, na nikazitenganisha. Leo ukiishi Ulaya, na bahati mbaya nchi za Ulaya, hata wakati niko balozi niliziona kwa hali halisi sasa, kwa sababu ndio nilikuwa nahusiana na serikali, sio nchi nyingi za Ulaya ambazo wakati ule zilikuwa upande wa komunisti, kimsingi wameshaondoka huko. Wamehamia kuja kwetu sasa. Na ndio maana hukuti nchi za Ulaya leo zikiwa na serikali ya chama kimoja. Wale wenye vyama mbalimbali vinavyokaribiana kwa sera wanaunganisha nguvu yao. Wa mwisho sasa hivi nafikiri ni Denmark, ndio juzi wameunda serikali. Lakini wamerudi sana katikati. Na kwa sasa hivi nafikiri kama nimetafsiri inavyotakiwa, nadhani kwa saa hizi hakuna nchi hata moja ya Ulaya itakayotawaliwa na mrengo mmoja peke yake. Okay. Iwe ni kulia hawataki peke yake, iwe ni kushoto moja kwa moja nayo hawataki. Kwa sababu wamejifunza kwa shida. Lakini ukienda katikati, center right, inalinda binadamu, utu ule ambao na sisi tunasema tunaulinda utu. Center right inalinda utu. Priority ni binadamu, sio vitu, kama kina Samia walivyo. Ni bahati mbaya, labda mimi pia nimekuwa influence na
Na juzi alikuwa ananihoji mwandishi mmoja wa habari, ndio maana nimeikumbuka haraka. Kuna kitu kinaitwa ahadi za mwana tano. Sijui kama nyewe mlipitia. Wengine wamepitia. Ahadi za mwana tano. Wazee watakuwa wanaijua kama mimi. Vijana kinalienda, bahati yenu mbaya. Hicho kitabu nakiogopa kabisa. Hapana. Nilimsomea mwandishi wa habari aliyekuja kunitembelea juzi tu. Tukipata muda siku nyingine nitakuonyesha. Sawa. Kwenye ahadi za mwana tano, kipaumbele ni binadamu. Binadamu wote ni sawa. Asante sana mamangu. Kwa hiyo sasa nchi za Ulaya ambayo hapa katikati zikashawishika kwenda left, upande wa kushoto, kwa maana wa komunisti, wa socialisti. Na kama mtakumbuka, Mwalimu alicheza mchezo mmoja mgumu kidogo. Mwalimu hakwenda kuwa mkomunisti moja kwa moja. Na hata wakati ule pale Karatu nakumbuka watu walikuwa wanamwambia, sasa Mwalimu, kama tunaenda kwa njia inayotumika Russia na China, mbona tunaenda kushirikiana hata wake zetu? Watanzania wakaanza kuogopa hilo. Na kule kwetu kuna shamba moja linaitwa mashamba ya hapa Kitete. Nadhani ndio ya kwanza Tanzania kuwa na combine harvester, matrekta na nini. Ukienda kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna publications inaitwa IDM au IPM au kitu cha nani, the Institute of nini, nimeisahau siku hizi. Wana kitabu kabisa IDS. Wana vitabu wameandika kabisa juu ya research waliyofanya juu hiyo. Watu wakasema, sasa kama tunakwenda hivi, mke wangu atachukuliwa na mtu yeyote mwingine, utu wetu unakuwa wapi? Kwa sababu utu mahali pa kwanza kuonekana kwenye familia. Mahali pa kwanza. Pa pili ndio kwenye uchumi. Kwa hiyo sisi toka mwanzo tulikuwa waangalifu. Mwalimu akajuta haraka. Na bahati mbaya nilipata bahati moja ya kufanya kazi na Mwalimu tangu nikiwa katibu mkuu wa TEC. Nilifanya kazi sana na Mwalimu. Na Mwalimu alikuwa anasema kabisa, ndio maana nasema mimi nafarijika kuwa kwenye consultation za kumtangaza Mwalimu kuwa mtakatifu. So ndio vitu unaenda kutafuta. Natazama hivi. Sasa Chadema haijawahi kwenda extreme. Toka kwa kina Bob Makani na mwenzake Edwin Mtei. Extreme ungeiona labda tungeendelea mbele. Alafu tukaenda sasa kama wale wa consultants waliokuwa wanatujengea walivyotaka. Na hiyo ipo kwenye kitabu, kama sijasahau, kwenye kitabu kimoja cha chuo kikuu nilisoma hiyo, kwamba tulikuwa tunaenda extreme kama China ilivyoenda. Okay. Wakati tunakaribia kumaliza, unaweza ukatukumbusha vitu viwili ambavyo kwanza vilikuhuzunisha sana, yani jambo baya sana liliwahi kutokea katika miaka hii 20 ya tangu Chadema kuzaliwa upya, na jambo zuri sana ambalo unasema hili kweli mabadiliko yale yalileta manufaa haya? Kwenye hayo mawili, chungu na tamu. Kwa hilo swali nadhani nitakwenda kutoa experience kwenye eneo ambalo la ubunge ambalo nimelifanyia kazi. Okay, karibu. Kwa sababu itaonyesha uhalisia wa serikali ya tano toka mwanzo mpaka mimi nilipoikuta. Mimi nilipofika nikawa mbunge mwaka 95, nilikuta wilaya ya Karatu haina maji. Ninaposema haina maji ni kwamba hata watalii, tangu enzi hizo Karatu ilikuwa na njia ya utalii kwenda Ngorongoro, sio? Watalii walikuwa nanawa na maji haya ya chupa. Sasa bahati mbaya